Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza kuwarudisha Watanzania wake waliopo katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini ambao walimuomba awafanyie utaratibu waweze kurejea nyumbani kuja kuungana na Watanzania wenzao kwa ajili ya kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa wakiwa ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa muktadha wa ombi hilo, Mheshimiwa Rais aliwakaribisha tena nyumbani na alinielekeza kama balozi wake katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini niweze kuwapelekea taarifa Watanzania walio tayari kujiorodhesha ili waweze kutengenezea utaratibu wa kurejea nyumbani kwa hiari, waweze kujiandaa kwa ajili ya matayarisho ya safari hiyo. Na kupitia zoezi hilo lililoendeshwa na ubalozi kwa siku kadhaa zilizopita, tuliweza kupata jumla ya Watanzania wapatao 669 walio tayari kurejea kwa hiari yao katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kuwa wameishi katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini kwa muda mrefu. Kwa hiyo Watanzania hawa sasa, kundi la mwanzo ndilo hilo sasa ambalo tarehe 25 na tarehe 26 ubalozi kwa kushirikiana na mamlaka za Afrika ya Kusini tutaweza kuwafanyia uhakiki katika mji wa Durban pale katika jimbo la KwaZulu Natal, na tarehe 26 kwa heshima kubwa Watanzania wetu hawa wataondoka kwa ndege ya shirika la ndege la Air Tanzania kurejea nyumbani kwa ajili ya kuja kuungana na ndugu, jamaa na marafiki zao walioacha kwa miaka mingi. Kwa sisi kama ubalozi tutaendesha zoezi hilo kwa kushirikiana na mamlaka hizo kuanzia hiyo tarehe 25 na tarehe 26 asubuhi, na baadaye siku hiyo ya Jumatano ya tarehe 26 kundi hilo la Watanzania 241 wa mwanzo litaweza kusafiri kwa msaada wa usafiri uliotayarishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ubalozi umetoa taarifa ambayo hiyo, ndugu mwandishi, na wewe umeiona, kwa Watanzania waliopo katika jimbo la KwaZulu Natal ili waweze kujiandaa na kufika katika sehemu walioelekezwa kwa ajili ya kukutana na mamlaka za Afrika ya Kusini, ambapo watafanyiwa pamoja na mambo mengine zoezi la uhakiki ili kuhakikisha kwamba wanarejea na wanaorejea ni watu safi na watu ambao wanarejea kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa katika nchi yao ya asili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyumbani kumenoga kampeni inaendelea mara baada ya kutoka Durban. Basi wiki ya kwanza ya mwezi Septemba kwa tarehe ambayo ubalozi utaitangaza, kundi la pili la Watanzania takriban 300 wataondoka kutoka Cape Town na watarejeshwa pia nyumbani kwa msaada kama huo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sehemu ya mwisho kukamilisha idadi hila ya 669 wataondoka kutoka jimbo la Gauteng, wataondokea pale Johannesburg kwa tarehe ambayo pia tutaitangaza na kuiarifu. Kwa hiyo nikitoa taarifa hiyo, ni mimi Balozi James Bwana kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametoa msaada huo wa usafiri ili Watanzania wake waweze kurejea nyumbani kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli za ujenzi wa taifa kama ambavyo wao wenyewe kwa hiari yao waliomba msaada huo wa serikali. Nani kama mama? Zoezi hili halitaruhusu Watanzania wenye hati za ukimbizi Asylum Seekers Certificate ambazo hazijafutwa. Mahitaji ni wenye Asylum Seekers Certificate wanatakiwa waje na barua zilizofuta hati hizo kutoka mamlaka husika. Wenye hati za kusafiria yani passport wanatakiwa waje nazo. Wenye watoto wadogo waliozaliwa hapa Afrika ya Kusini ambao baba na mama ni Watanzania waje na vyeti vya kuzaliwa vya watoto hao au kadi za clinic. Wenye watoto wadogo waliozaliwa hapa Afrika ya Kusini ambao mzazi mmojawapo ni raia wa Afrika ya Kusini wanatakiwa waje na vyeti vya kuzaliwa vya watoto hao au kadi za clinic pamoja na barua ya ridhaa ya mzazi huyo, consent letter, pamoja na hati ya mahakama inayomruhusu mzazi huyo kuondoka na mtoto husika, pamoja na picha 2 za passport, yani passport size. Baada ya zoezi hilo kukamilika na vibali kutolewa, ubalozi utawapatia bila malipo hati za kusafiria za dharura ETD wale wote waliojiandikisha lakini hawana hati za kusafiria. Hivyo na wenyewe wawe na picha 2 za passport, yani passport size. Mwisho, ubalozi umeataarifu makundi mengine yaliyojiandikisha yasubirie tangazo rasmi la ubalozi kuhusu tarehe
ya safari. Hiyo ndio hasa hali halisi inayoendelea katika nchi ya Afrika ya Kusini, huku serikali ikitekeleza lile tamko au wazo ambalo tangu awali Balozi Mheshimiwa James Gilawa Bwana tangu awasili katika ardhi hii alikuwa akisisitiza Watanzania ambao wanaishi maisha ambayo hapa na pale unaona pangu pakavu pia mchuzi, basi ni vyema kuweza kurejea nyumbani, kwani nyumbani kumenoga. Kutoka hapa ni mimi Fortunatus Charles Kasomfi, asante na kwaheri kwa leo. Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea kuwa nasi.